Wakili Paul Kisabo kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, ambaye pia ni mwanachama wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, amezitaka mamlaka za dola kuzingatia haki za binadamu kwa watuhumiwa wanaofikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali. Wakili Kisabo ameyasema hayo Novemba 11 mwaka huu jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano na wanachama wa TLS wanaosimamia kesi za watuhumiwa waliofikishwa mahakamani kuanzia Oktoba 29 mwaka huu, akiwemo wakili Paul Kisabo, wakili William Maduhu na wakili Dickson Matata walipozungumza na vyombo vya habari Tanzania. TLS imesema imeanza rasmi kutoa msaada wa kisheria bila malipo kwa watuhumiwa wa mashauri ya jinai nchini Tanzania kuanzia Novemba 7 mwaka huu. Mashauri hayo yanayohusisha tuhuma za uhaini, uharibifu wa mali, unyang'anyi wa kutumia silaha na uchomaji mali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha, Iringa, Njombe, Kigoma na Mara. Taarifa ya TLS imeeleza kuwa watuhumiwa wengi ni vijana wenye umri kati ya miaka 19 hadi 25, wengi wao wakiwa hawana uelewa wa kisheria wala uwezo wa kugharamia mawakili. Hadi sasa zaidi ya watu 600 wamefikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali, huku wengine wakiendelea kushikiliwa katika vituo vya polisi. Wakili Paul Kisabo amesema kuwa baadhi ya watuhumiwa wameonekana kuwa na majeraha na wengine kudai kuteswa wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola, jambo ambalo linakiuka misingi ya haki za binadamu. Pia imeripotiwa kuwa ndugu wa watuhumiwa hao wanazuiliwa kuwaona, jambo ambalo ni kinyume na taratibu za kisheria. Tunatoa uwakilishi wa kisheria bila ubaguzi, bure na kwa mujibu wa misingi ya haki za binadamu, wamesisitiza mawakili hao. TLS pia imewahimiza wazazi na ndugu wa watuhumiwa walioko Dar es Salaam kutembelea gereza la Segerea kuona vijana walioko mahabusu, huku wale walioko mikoa mingine wakihimizwa kufanya hivyo katika magereza yaliyoko katika maeneo yao bila kusahau kutembea na vitambulisho vyao.